mwanamichezo, kama ni mwanasanaa, kama ni mwimbaji, anafanya katika kuhakikisha kwamba chochote kinachofanyika kinafanyika vizuri. Na ndio maana kwa sababu hiyo wakati mwingine tunaweza tukatumia nguvu kubwa za nje, ndio ili tukio lifanyaje lipendeze. Sasa hii yote tunaiga ule uzuri wa uumbaji wa Mungu. Tunaambiwa kwamba ulimwengu namna ulivyo unafanana na turubai lenye rangi mbalimbali. Yaani maana yake Mungu alipoumba ameweka namna mbali, kila kitu kimekaa mahali pake. Wale waimbaji wataona kwamba mnapoimba mnaimba kwa sauti, sio? Kuna sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ya tatu, sauti ya nne. Na zile sauti ili zikae vizuri huwa tunafanya kitu kinachoitwa harmonization, sio? Ulinganifu. Na ndio maana mtunzi anatunga wimbo vizuri, anahakikisha kwamba hii sauti ya kwanza inaenda hivi, sauti ya pili inaenda hivi, sauti ya tatu inaenda hivi, sauti ya nne inaenda hivi. Sasa uzuri huo ndio ule ulinganifu. Yaani mnapokuwa mnaimba kwa ulinganifu na kila mmoja sauti yake inaingia kwenye sauti nyingine zinaenda, hiyo ndio hali halisi ya uzuri sasa wa uimbaji. Unaposema wameimba vizuri ni kwa sababu zile sauti zimeenda vizuri, na sauti ya kwanza ya pili hakuna kwamba mwingine ameenda hivi sana au mwingine ameenda nje ya nini ya zile note au ya zile note. Ukiona mtu anasema umesuka vizuri, kwa sababu kuna mwanasanaa amekaa pale amejipinda kwa hiyo umenyoa vizuri, mara yake ananyoa kiasi kwamba anahakikisha kweli vile ambavyo unatakiwa utoke hivyo ambavyo. Kwa hiyo maana yake kuna uzuri, maana yake ni nini sasa? Tusome kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya 31. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya 31. Mwingine fungue Zaburi ya 8. Kwa hiyo hizi aya tunataka tunaziandika kwa kutusaidia pia baadaye. Zaburi ya 8. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kwanza aya ya 20. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kwanza aya ya 20. Tunaweza kusoma Mwanzo sura ya kwanza aya ya 31. Mwanzo sura ya kwanza aya 31. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Na tazama Mungu alichokiumba aliona ni chema sana. Katika kazi ambayo inatushinda sisi, inatushinda kwa wengi, ni ule uwezo wa kujua hivi hiki kitu tunachofanya kiko kizuri kiasi gani. Kuna shule moja au shule ambazo ziko chini ya wanaita
fulani fulani anategemea kitu fulani, mwingine aje athibitishe. Bila kuthibitisha hiyo, wakati mwingine inakuwa mshuku. Unamtuma kijana kwenda kufyeka, si ndio? Ameenda kukulima hapa. Yaani yeye ndiye akujua amelima sawa au hajalima sawa. Amefyeka sawa au hajafyeka. Hiyo sidhani kama anayo. Hiyo ni wanaofanya hivyo kama wao basi ni wachache. Tunalelewa katika mazingira ya kukaguliwa. Ndio? Na hiyo kukaguliwa ndio ambayo inaturudisha nyuma. Kwa sababu akili yako pale tunapotimiza katika shughuli zetu za kila siku, ni lazima na katika uwajibikaji tuone ni kwa namna gani vinalenga kuleta uzuri. Uzuri huwa una matunda yake unaonekana kwenye nini? Kwa mfano kama ni mwana sanaa, maana yake uzuri unaanzia kwenye pato, sio? Hapo unapokuja watu unapozungumza nao, inawezekana pale wewe una uniform, sio? Sare. Yaani ni urembo ni mambo ambayo yanakuwa maeneo na kazi yao. Kwa maana huwa na sare ambazo zinatusaidia sasa kuleta huo uzuri. Ili wote tuonekane kitu hiki kimoja, wote tuonekane kitu kimoja. Kwa hiyo ni Zaburi ya 8. Tusome Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 28 mpaka 29. Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 28 mpaka ya 29. Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 28 mpaka 29. Neno la Mungu linasema, na mavazi ya nini kuyasubukia? Fikirini maua ya mashamba jinsi yang'avyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo na hayo. Maana hata kushauri kwenye asili, mpangilio wa maua, mpangilio wa miti, mpangilio wa mimea, mpangilio wa msitu. Turudi tusome hiyo waraka kutoka kwa Warumi sura ya 1 aya 20. Mpe na hilo pia. Waraka kutoka kwa Warumi sura ya 1 aya ya 20. Warumi sura ya 1 aya ya 20. Neno la Mungu linasema, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Neno la Bwana. Kwa hiyo kila mmoja anatambua uzuri wa uumbaji. Sasa sanaa zetu tuzifanye katika hali ambayo inalenga na kuleta uzuri wa kimungu.
Yaani maana yake ukiangalia mchoro kwa wale mafundi au wachoraji. Maana yake ukimwangalia kule mtakatifu ambaye picha yake michoro hapo. Tayari unawasiliana naye kwa picha, si ndio? Yaani kwa maana yake unapata kitu fulani. Ndio maana ya michoro. Maana yake inatubeba kutoka katika vile tunavyoona tunaenda mbali zaidi. Ukiangalia ile picha pale ya mama Bikira Maria, maana yake unapata kumbukumbu ya kwamba huyu ni mama Bikira Maria. Hii ni picha yake. Kwa hiyo inakupeleka juu na kumwangalia mama Bikira Maria sasa zake na kadhalika. Au mshindi pale kwenye picha. Unapokuwa kwenye mara nyingi tunapenda kuchukua matukio, picha hizi mbalimbali. Unapoangalia picha ile ya mwaka jana unapokuwa mahali fulani, ile picha inakupeleka kwenye lile tukio, sio? Hauishii katika picha kama nini? Kama picha. Kwa hiyo unaona hata wale ambao sisi ni mafundi, unaona mtu amejenga nyumba, ile ramani ya nyumba hiyo, yani inakupa picha fulani. Inakupa picha fulani ambayo ni mawasiliano. Lakini pili katika kuimba, ndio maana tunaona wakati mwingine ujumbe unatumwa kwa njia ya kuimba, si ndio? Nyimbo zinaimba. Kwa mfano tunapoimba hizo nyimbo za kiliturujia au za kidini, maana yake ni mawasiliano kati ya sisi na Mungu kwa njia ya nini? Ya kuimba. Yaani yale ni mawasiliano ambayo tunayafanya. Kienda katika nyimbo za kijamii, wazee wetu pia wanawasiliana kwa njia hiyo, na mpaka leo hii watu wanawasiliana kwa njia hiyo. Unaona mtu anatuma ujumbe kwa njia ya kuimba, basi na mtu anafurahia. Na ndio maana kwenye sherehe ukitumia michezo, sanaa na uimbaji, unaona inaleta picha nzuri zaidi na furaha kuliko hapo mtu akisoma labda kama ni ujumbe fulani anasoma vitu kwa kusoma hivi. Unaona hakuna mvuto sana, tofauti na kama mtu akafikisha ule ujumbe labda kwa njia ya ngojea. Mwingine akafikisha ule ujumbe kwa njia ya ushairi. Mwingine akafikisha ule ujumbe kwa namna nyingine labda ya ngoma. Au unaona utakuwa una nguvu zaidi kuliko ambapo angefanyaje? Angezungumza tu kawaida ule ujumbe. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kumbe kila sanaa tunayofanya maana yake inatusaidia kufikisha mawasiliano yetu kwa Mungu. Na ndio maana mawasiliano bado yanagawanyika. Mawasiliano ya furaha, mawasiliano ya huzuni au uchungu, si ndio? Kipindi cha marehemu, kama mnaimba nyimbo za marehemu, unajua kabisa mawasiliano unayoyapata hapo moja kwa moja, hawa watu wako katika hali fulani, si ndio? Kama ni furaha, unajua kabisa hawa watu wako katika furaha. Nyimbo hizo zinaonyesha kwamba wako katika nini? Katika furaha. Kwa hiyo ndio hali halisi hiyo ambayo inadhihirisha hiyo. Mwisho sehemu ya sita, sanaa katika maisha yetu sisi, vipawa katika maisha yetu sisi. Mahujaji ya Jubilei 2025. Mahujaji katika matumaini. Kila mmoja akitumia nafasi aliyonayo na kwa namna hawa wanapaswa kufanya, anapata